jina la Yesu ndiye Bwana na mkombozi wetu. Haya, tumkaribishe mchungaji wetu atupe neno la siku ya leo. Kila mmoja apige makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, karibu tusikilize neno la Mungu. Mungu ametubariki siku ya leo na uzima. Ametubariki na afya, tumekuja katika kanisa lake ili tusikilize neno na tubarikiwe siku hii ya leo. Kabla sijahubiri, nimekuwa nyumbani juma lote mzima. Mke wangu na watoto wetu wamewapeni salamu, zipokeni katika jina la Yesu. Mungu ametusaidia na hata ametushindania mambo makubwa mema ndani ya maisha yetu. Na jambo la kusema yeye ni Bwana na ni Mungu wa wema. Haleluya. Asante kwa ile ibada ya last Sunday. Ndugu wetu Peter Kimani alituhudumia na hayuko, lakini nasema alituhudumia na nasema asante kwa ajili ya huduma hiyo, na wewe pia uliyebarikiwa na ujumbe huo wa last Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu haliji bure. Mungu hulituma neno na Mungu hunena ndani ya watumishi wake. Mtu wa Mungu anaposimama mbele zako kuhudumu, ni Mungu anayenena na mioyo yetu. Kwa hivyo nashukuru Mungu anayenena na mioyo yetu. Siku ya leo nataka nisungumzie juu ya mamlaka ya Mkristo. Mamlaka ya Mkristo, Christian authority. Mkristo ana mamlaka, una mamlaka ambayo amepewa na Yesu Kristo. Juma zile zingine zote nimekuwa nikifundisha juu ya manabii wa uongo, walimu wa uongo, wachungaji wa uongo. Maana Kristo alisema tujihadhari na manabii wa uongo na walimu wa uongo na mafundisho ya uongo. Kristo alisema hivi, alisema tujihadhari. Na akasema siku za mwisho, siku hizo ndio hizi tunazoishi. Maana tunawaona walimu wa uongo, manabii wa uongo, wachungaji wa uongo wakiongoza watu ama wakivuta kundi kubwa sana likiwaandama. Lakini Kristo alituambia tujihadhari, maana watawapotosha wengi, hata yamkini wateule wanaweza kupotoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Nadhani kwa mafundisho hayo uliyapata vizuri, ili usije ukadanganyika. Maana Biblia inatuambia siku hiyo usidanganyike, maana watakuja wamevalia mavazi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali mno ambao watawadanganya wengi. Kwa hivyo tusidanganyike ukavutwa na manabii wa uongo. Watafanya miujiza. Biblia inatuambia miujiza haitakosa kufanyika. Watafanya mambo ambayo hujayaona kwa macho yako, ndio watafanya, lakini angalia matendo yao. Je, wako sawa na neno la Mungu? Angalia maisha yao yanaenda sawa na neno la Mungu? Angalia jinsi wanavyotoza watu fedha. Angalia miujiza ile wanayofanya inaenda sawa sawa na neno la Mungu ama ni miigizo? Biblia inatuambia watafanya vitu hivyo ili uweze kuamini na uwe mfuasi wao. Uwe mfuasi wao, na hiyo ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niliwaambia wana makanisa wana wafuasi wengi ama wachache, lakini angalia mienendo yao. Sema amen. Na sio wote ni manabii wa uongo, sio wote ni walimu wa uongo, sio wote ni wachungaji wa uongo. Kuna wale wazuri na kuna wale wabaya. Tunawajihadhari na wao, tunakatana na wao. Sasa siku ya leo nataka nikuonyeshe jinsi ulivyo na mamlaka wewe Mkristo. Kila Mkristo ambaye amemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa moyo wake ana mamlaka, ako nayo, anaweza kuyatumia na anaweza kufanya kazi na hayo mamlaka. Maana Kristo aliyetupa hayo mamlaka yuko pamoja na wewe hadi ukamilifu wa dahari, hadi mwisho wa dunia. Sasa mamlaka akiwa na wewe unayatumia hayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa tutaangalia hayo ili usidanganyike ama usidanganywe na manabii wa uongo ya kwamba wao peke yao ndio wenye mamlaka, wao peke yao ndio wenye miujiza, wao peke yao ndio wanaofanya hili na lile. No, kila Mkristo anayemwamini Kristo ana mamlaka na anaweza kufanya yale Kristo alituagiza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome Biblia. Nasoma Biblia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 28 na mstari wa 18 hadi 20. Matthew chapter 28 verse 18 to verse 20. Tuangalie Biblia sisi zote mahali pale, uone Yesu anasema nini na akituambia nini, ama anaambia nini wanafunzi wake alipokuwa tayari anapaa kurudi kwa Baba kule juu mbinguni. Aliagiza na akapeana mamlaka kwa waamini wote. Angalia Biblia hiyo katika Matthew chapter 28 verse 18 to verse 20. Biblia yangu, translation yangu ni ya Kiswahili. Biblia inasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha wayashike yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sema amen. Ya, nimesoma Matthew chapter 28 verse 18 to verse 20. Yesu Kristo amekuja anakutana na wanafunzi wake. Hii ni baada ya yeye kufufuka. Alipofufuka siku ya tatu kutoka kaburini, Yesu alionekana duniani siku 40, ndio baadaye apae kwenda juu kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Alionekana, licha hakuonekana mara kwa mara, lakini alionekana kwa kipindi kidogo na anapotea. Hadi siku zilipotimia, ndipo akawaita wanafunzi wake pale penye mlima na akapaa mbinguni akaenda kwa Baba. Sasa haya ni maneno ambayo Kristo baada amefufuka aliwaambia wanafunzi wake waende Galilaya kwa mlima unaoitwa Mzeituni, na hapo Kristo akakuja akakutana na wao. Haleluya. Akakutana na wao na akawaambia maneno haya. Kwa Kiingereza inasemekana it is a great commission. Yaani anawapa commission ambayo wanapaswa kuifanya. Kila Mkristo, kila muamini anawapa amri hii ambayo inapaswa tuifanye sisi zote, mkubwa kwa mdogo. Yule ambaye anaamini anapewa hii commission kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Alisema nini? Akasema nimepewa mamlaka wapi? Mbinguni na wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ya, alipofufuka kutoka kwa wafu, Yesu Kristo anawatokea wanafunzi wake, anawaambia, mimi sasa hizi, mimi jinsi nilivyo, nimepewa mamlaka na Baba wa mbinguni, na amenipa mamlaka hayo yote duniani, nina mamlaka mbinguni pia nina mamlaka. Sasa mimi ndio mwenye mamlaka yote. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Unanisikiliza kanisa? Ya, nashukuru maandiko. Ukisoma maandiko, Yesu Kristo anaposema amepewa mamlaka, ukisoma juu ya mamlaka, Biblia inasema alimnyang'anya shetani mamlaka. Hana mamlaka hata kidogo, hana nguvu hata kidogo. Yesu Kristo alimnyang'anya nguvu alizokuwa ameiba kutoka kwetu wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi, wakaanguka katika uovu. Shetani akachukua ile mamlaka, lakini unapoamini na ukampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa moyo wako, unarudishiwa yale mamlaka. Maana Kristo alimnyang'anya, anaturudishia, anayo na ametupa sisi kuyatumia hayo mamlaka katika jina la Yesu. Sema amen. Anasema nimepewa mamlaka na Baba wa mbinguni. Mungu wetu amempa Yesu Kristo mamlaka hapa duniani na hata mbinguni. Ana mamlaka ya kufanya chochote. Haleluya. Sasa
Mwenye mamlaka anawaambia wanafunzi wake, kwa sababu nimepewa mamlaka na nyinyi sasa ninawapa mamlaka, Great Commission. Anawaambia mamlaka niliyo nayo na ninawapa ninyi sasa, enendeni kote ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Ati twende wapi? Ati wapi? Sio ulimwenguni tu, kote. Sema kote. Inamaanisha everywhere, dunia mzima, the whole world. Tunaambiwa twende kuhubiri injili ni kote ulimwenguni. Hiyo ni kumaanisha upate kila mwanadamu mahali alipo na ukamhubirie habari za Yesu, ukamwambie juu ya wokovu, ukamwambie juu ya msamaha wa dhambi, ukamwambie juu ya ukombozi ambao Kristo anamkomboa. Kanisa tumeambiwa twende kote ulimwenguni. Shika hiyo vizuri sana na usisahau, kila muamini, every believer, tunaambiwa ya kwamba you have to go and witness. Unapaswa kwenda na utoe ushuhuda wa Yesu Kristo. Umpate mtu ukamwambia habari za Yesu, umpate mtu ukamwambia msamaha wa Yesu kote ulimwenguni, kwa mtu yoyote utakayempata. Aidha kazini, mahali unafanya kazi, masomoni, mwanafunzi unasoma, biasharani, mahali unafanya kazi, matembezi, mahali umeenda, safari, mahali umeenda, hubiria mtu habari za Yesu. Mwambie Yesu anaokoa, anasamehe. Tumeambiwa na Yesu Kristo, na sio kuambiwa tu, tunaamrishwa na Yesu Kristo. It is a command. Tunaamrishwa ya kwamba enendeni kote ulimwenguni na tukahubiri injili kwa kila kiumbe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. This year, mwaka huu, kanisa hili mwaka huu ilikuwa ni mwaka wetu wa kwenda kote ulimwenguni. Corona ikakuja ikasumbua mambo yetu. Tulikuwa tumeanza kabisa mwanzo wa mwaka, tulilipia pesa inayohitajikana kule kwa kaunti, wakatupa okay kuhubiri kabisa. Tulikuwa tunaenda kabisa kijiji hiki ama tauni hii na tufikie watu kwa Kristo Yesu, na bado hiyo ingaliko ndani ya mioyo yetu. Tutaifanya, na kabla tutoke nje kwa kufanya mikutano ya hadhara, wewe na mimi tufikie mtu tukamwambie habari za Yesu. Haleluya. Usinyamaze, maana Kristo anatuambia ikiwa mtanyamaza kushuhudia, mtanyamaza kusema Kristo ni Bwana, na yeye pia anasema siku hiyo ya ufalme atanyamaza kusema mbele za Baba, huyu ni mwana wako. Atanyamaza kusema hivyo, hata kushuhudia. Sasa tuna wakati na tuna mambo ya kufanya, twende tukashuhudie. Ambia kijana mwenzako juu ya wokovu, ambia ndugu yako, ambia dada yako, ambia jirani, ambia yule unayesafiri na yeye juu ya habari za Yesu. Kristo alisema tufanye nini? Enendeni kote. Kanisa, amsemi na nguvu na bado niko tu hapo, sijatoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amesema nini? Enendeni kote. Sasa hiyo sio nini, ni amri. It is a command. Tunaamrishwa. Kwa Biblia inaitwa ni amri kuu ya kwamba twende kote ulimwenguni na tuhubiri injili. Kule ulimwenguni tunaenda kufanya nini? Biblia inasema tunaenda kufanya nini? Mkawafanye mataifa yote wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kufanya mtu kuwa mwanafunzi ndio hiyo kuhubiri. Ukisha kumwambia Yesu Kristo anaokoa na anakusamehe, unamleta katika zizi ili afanywe mwanafunzi. Mwanafunzi ni yule anayejifunza, mwishowe afanye yale aliyofunzwa. Awe mfuasi wa Yesu Kristo, anayafanya yale aliyofunzwa. Yesu Kristo alikuwa na mitume wake, aliwachagua watu 12. Baadaye kulikuweko na wengine 70 ama 72. Baadaye walikuweko wengine wengi zaidi. Maana ulimwengu mzima sisi zote ni wafuasi wa Yesu Kristo, watumishi wa Yesu Kristo. Kanisa mzima ni watumishi wa Yesu Kristo, wafuasi wa Yesu Kristo. Unaona? Yesu alianza na wao 12, akawafundisha. Muda ulipofika akawaambia sasa enendeni, na wao pia wakaenenda, wakafikia watu wengi. Ndio maana wewe
na mimi tuliokoka ni kwa sababu mtu alikufikia, aliyeenenda, aliyekubali, aliyeitika, aliyetii amri hii ya kuenenda na kufikia mtu. Haukuokoka bure, kuna mtu alikufikia. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunahubiri injili kwa crusade, huwa tunahubiri injili kwa matanga, huwa tunahubiri injili kwa mikutano mikubwa. Sio kwamba siku hiyo wanapookoka wale unawaambia kuokoka, sio ndio siku hiyo injili hiyo ndio ya kwanza. Wamehubiriwa mara nyingi, aidha ni kwa redio, aidha ni kwa runinga, aidha ni mahali pengine, lakini siku hiyo injili ambayo anaipokea siku hiyo inaguza moyo wake, inaambatanishwa na ile alikuwa akisikia na anaokoka na tunampata mtu. Sema amen. Sasa hubiri injili, fundisha watu neno la Mungu, wahubirie habari za msamaha na wawe wanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Biblia inapotuambia wanafunzi haisemi washirika, haisemi wao washirika wa Yesu Kristo, inatuambia tuwe wanafunzi wa Yesu Kristo. Washirika wanaweza kuwepo tu na wafanyi chochote. Washirika wanaweza kuwepo tu na watii neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya, Biblia imetuambia tuenende kote ulimwenguni. Hii ni amri tumepewa. Kristo ametuamurisha ya kwamba kila muamini ambaye amemwamini Kristo na aenende kote ulimwenguni. Tufikie mtu tukamhubiria habari za Yesu Kristo, msamaha wa dhambi na neema ya wokovu ambayo ni bure kwa kila mtu amwaminie. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi huyu mtu ni wa aina gani, haijalishi amepitia mambo mangapi ambayo amepitia, dhambi ngapi ambazo amezifanya, mradi tu akubali injili, aamini Kristo, anasamehewa dhambi zake zote na anafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Saa hizo tu anafanyika kuwa mtoto wa Mungu na yeye atarithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ya, tuende kote ulimwenguni. Wapendwa, kabla hatujaenda kwa crusade, kwa open air meetings, lakini wewe kutana na mtu pale ulipo, kutana na mtu mahali unafanya kazi, kutana na mtu kwenye biashara, kutana na mtu kwenye barabara, katika usafiri, mwambie habari za Yesu. Muulize kama ameokoka, mwambie habari za wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi tuliachiwa. Haleluya. Hiyo ndio kazi tuliachiwa. Hiyo ndio amri tumeamrishwa. Na ni kila muamini. Na akasema nini tena? Muwafanye kuwa wanafunzi. Nimesema tufanye watu kuwa mwanafunzi. Mwanafunzi ndiye anafunzwa, then afanye kile alichofunzwa. Mshirika anaweza kukuwepo tu na hakuna kitu anachofanya, yeye ni mshirika tu, kwa vitabu vya kanisa yupo, lakini sio mwanafunzi. Kanisa tunahitaji wanafunzi wanaoweza kusimama na kuambia mtu okoka, Kristo anakupenda. Haleluya. Hiyo ni kumaanisha tufike viwango vya kukomaa, tufike viwango vya mtu kuweza kujieleza ama kueleza Yesu Kristo ni Bwana. Haleluya. Huwezi kuaibika. Huwezi kusema mimi siwezi kusema Kristo ni Bwana. Lazima ufike kiwango cha kusema mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana, na wewe pia okoka, Kristo akusamehe dhambi zako. Kuna Wakristo ambao ni waoga zaidi. Hawezi kuambia mtu ameokoka. Kwanza hawezi kusema yeye ameokoka. Sasa itakueje ambie mtu uokoke na yeye mwenyewe hajasema mimi nimeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza jieleze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya. Eleza mimi nimeokoka. Kristo ni Bwana, amenisamehe dhambi zangu. Nimefanyika kiumbe kipya. Mimi ni mtoto wa Mungu. Na wewe je, umeokoka ama hujaokoka? Atasema niko karibu kuokoka, ama nafikiria kuokoka, ama natamaningi kuokoka. Basi mtu akikujibu hivyo ni mzuri sana. Kuna wale huwa wanasema mimi nina kanisa, wanatangulia kukuambia nina kanisa. Haukumuuliza unaendanga kanisa. Usijaribu kuuliza mtu unaenda kanisa. Hiyo ni rahisi, mtu atajibu. Hiyo ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mtu umeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa moyo wako. Hiyo inashinda wao, mpaka atasema ninajaribu kuokoka, nafikiria kuokoka na natamani kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimuuliza unaenda kanisa, anasema ndio, kanisa yetu iko hapo. Haleluya. Hiyo ni rahisi sana wanajibu. Lakini
tunataka wokovu. Haleluya. Kanisa tufikie katika kiwango hicho cha kutenda amri tulioamrishwa na Yesu Kristo. Mama, wacha mshende, zungumzia watu habari za Yesu. Wacha vitina na masengenyo na kuzungumza habari za nyumba za watu. Zungumza habari za Yesu. Kijana, wacha kuzungumza mambo ya ujanani na mambo ya tabia ya ujanani. Zungumzia hawa vijana wenzako habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu acha akuwe ndani ya midomo yako, ukawaambie watu, maana tuliamrishwa na Kristo ya kwamba twende kote ulimwenguni na tuwafanye watu kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu akasema na tuwapatize. Tuwapatize katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanapokuja kwa kanisa tunawafundisha. Wakisha kufundishika tunawapatiza. Tukijua ya kwamba hawa ni wanafunzi sasa, wanaweza kuleta wengine kwa Kristo Yesu. Yesu Kristo akasema nini tena? Akasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema tunapowafundisha na wayashike, hatufundishi tu na tukuache ukose kuyashika. Ndio maana kila Jumapili tunapohubiri, wahubiri na watumishi wa Mungu, tunafundisha hilo neno ili uweze kulishika. Na liwe ndani yako, litendee kazi, uwe sawa na hilo neno, ufanane na hilo neno. Nikikuuliza saa hii, last Sunday ulijifunza nini? Mimi sikukuwa hapa. Unaweza kuniambia ama unakosa kuniambia, ni kwa sababu haukushika. Bwana Yesu asifiwe. Unaona the difference mali iko. Ulikuweko ukasikia, lakini hukushika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hukushika. Hukushika hilo neno likastiki ndani ya mawazo yako. Likaanza kuzungumza ndani ya moyo wako. Lilitoka, maana shughuli za dunia hii ni nyingi sana. Stress zimekusumbua unapotoka hapo kwa mlango wa kanisa. Mambo ya maisha yanakuhangaisha. Mambo ya vikwazo na manunguniko na mambo yanayokuja ndani ya maisha yetu yamekusumbua. Watoto walikusumbua. Shuleni mwanafunzi ulisumbua mwalimu, ukapigwa viboko. Mambo hiyo inatoka ndani ya mawazo yako. Neno la Mungu linatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ulienda kazini umechelewa, bosi amekutukana, amekuambia wewe haujui kazi. Neno ulilolipata hapo kwa kanisa linatoka. Jumapili ukirudi uko tu mtupu, tunaingiza tena lingine pap, ukitoka tena unakutana na vikwazo na nini, inatoka. Yesu Kristo anasema tunapaswa kulishika hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mnanisikiliza? Unalishika. Ukikuuliza ulifundishwa nini, unasema. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru watoto wa Sunday huwa wanafunzwa neno, na unaopata hawa watoto wanapokuwa watu wazima, ukiwauliza wanasema ni lile neno nililofunzwa kwa Sunday school. Wameshika paka kubwa wao. Na wewe mtu mzima hivi, meno yote 32, ukifundishwa neno unasahau. Ama yako imeng'oleka, imebaki 20. Ugonjwa wa meno pia iko inang'oa meno ovyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie na meno sikwishe kwa mdomo. Haleluya. Maana bado kuna nyama ya kutafuna na mfupa. Sasa Mungu na atusaidie. Haleluya. Amen. Yesu Kristo anasema tulishike neno. Tunapofundisha watu, sisi pia tuwe tumelishika lile neno. Kuna mtu mmoja alikuwa ananifurahisha. Yeye hajui kusoma, lakini anashika neno kila Jumapili. Na ukimuuliza atasema lile neno alilolisikia Jumapili. Na yeye hakwenda shule akasoma, lakini analisema hilo neno. Anakuwa mzoelevu wa kulisema na likawa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema tulishike neno. Alafu akasema nini? Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amesema Yesu Kristo anasema enendeni kote ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hubirini. Ukisoma katika vitabu vya Marko na Luka
anasema hubirini Injili. Ndio tumehubiri, watu wamekuja, tunawafundisha, wanakuwa wanafunzi. Na Yesu Kristo anasema katika kuenenda huko na katika kuhudumu hivyo, yeye yuko pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. He is with you. Sio kwamba anakuacha, yuko pamoja na wewe. Biblia inasema hivi, unapoambia mtu Yesu anakuokoa, ni Yesu haka anazungumza na wewe. Mdomo ya Yesu ndio mdomo yako. Haleluya. Ukimwekea mtu mkono kumponya, mkono huu wako ndio mkono wa Yesu, anapona, maana yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. He is with you. Yesu Kristo akiwa pamoja na mimi, nini kingine nitaokopa? Nini kingine nitafedheka? Nini kingine kitisho kitanitisha? Yesu Kristo yuko ndani yako. Haleluya. Do you believe? Unaamini ya kwamba Yesu Kristo yuko ndani yako? Unaamini wewe muamini? Unaamini wewe Mkristo? Amini na kuambia Kristo yuko pamoja nasi na yuko pamoja na wewe siku zote. Biblia inasema hadi ukamilifu wa dahari, hadi mwisho wa siku, ama siku ile anapokuja, angaliko na yuko pamoja na wewe. Sasa uokope nini? Msali akudanganye nini? Nabii wa uongo akudanganye nini? Na uko na Yesu Kristo ambaye anafanya kazi pamoja na wewe. Mdomo unayozungumza ni Yesu Kristo anayezungumza. Matamshi unayotamka Yesu Kristo anatamka na wewe. Mkono unayowekea mtu kupona, Kristo ndiye anayeponya kwa mkono huo. Anafanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika utumishi huu tunaofanya, kuhubiri huko tunakohubiri, hatuhubiri kazi ya Yesu, hatuhubiri mambo kazi ya Mungu, tunahubiri Mungu pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanisikiliza kanisa? Haufanyi kazi ya Mungu, unafanya kazi na Mungu. Haleluya. Kijana Marika, unapohubiri hapo kwa studio kwa North Rift Radio, unapohubiri sio unahubiri kazi ya Mungu, unahubiri na Mungu. You have God with you. Unahubiri ukiwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema hivyo kwa sababu wewe labda usikiki North Rift Radio, yeye anahubiri mapema sana na anahubiri huko. Sema amen. Amen. Sasa wewe ni mwanafunzi mzuri. Haleluya. Amen. Tupigie makofi. Kila nafasi, kila opportunity ambayo tunapewa tuitumie kwa kuhubiri. Nashukuru huyu kijana alipopewa nafasi ya kuajiriwa anahubiri. Haleluya. Na wewe every opportunity, kila mahali unakuwa, hapo ni nafasi yako. Hapo ni nafasi yako ya kufanya nini? Kuhubiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Every opportunity, kila nafasi unapewa hubiri. Mwalimu uko shuleni unafundisha subject mathematics, hesabu. Hesabu inaitwa hesabu ama kwa Kiswahili inaitwaje? Ni hesabu tu. Sio hisabati. Hisabati ama hisabati? Hiki mnajua. Haleluya. Unapofundisha hesabu, fundisha hesabu na bitishi yako neno. Ili hao unawafundisha waende mbinguni. Baada ya kupata certificate ya class 8 na waende kwa mbinguni. Sema amen. Mimi nimepata nafasi, opportunity, nimeitumia vizuri kwa shule zetu ambazo Faith Homes ni sponsor. Nikienda huko siwawachi waokoke mpaka waokoke. Haleluya. Na nimehubiri, corona tu imezuia wajaniambia niende huko, lakini niko nataka kupenyeza mpaka niende huko. Wale wamekuja form 4 class 8, mwalimu yuko hapa, head teacher yuko, anza kuniwekea program ya kukuja hawa class 8 waokoke na grade 4. Sema amen. Ili baada ya hii mambo yote hii na certificate na nini waende mbinguni. Haleluya. Ama mwisho yenu ni certificates na diploma na degree. Unaweza kuwa na hiyo vitu vyote, na ni vizuri kuwa navyo, lakini mbinguni usikose. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo vitu, fanya bidii ukawe na hizo degree na certificate nzuri na diploma nzuri, na pamoja na hiyo upate kazi nzuri, na pamoja na hiyo uende mbinguni. Sema amen. Amen. Uende wapi? Mbinguni.
Nimesema pamoja na hiyo, sijakudiscourage usisome. Soma kwa bidii upate certificate nzuri, upate diploma nzuri, upate degree nzuri, upate PhD, na upate kazi nzuri, na pamoja na hiyo uende mbinguni umeokoka. Hiyo ni mzuri sana. Haleluya. Kuliko uwe na hiyo vitu vyote na una mbinguni, ni hasara kubwa, maana mbinguni haupo. Sasa nilikuwa nasema nini? Fursa tunayoipata, nafasi unayoipata mahali popote pale, hakikisha umeambia mtu habari za Yesu. Ambia mtu habari za Yesu. Nashukuru wanafunzi wengi wa high school, secondary school, wale nimehubiria wakaokoka. Huwa nakutana na wao mahali na wananikumbusha, wanasema, "Pastor, ulikuwa ukituhubiria na mimi nimeshika wokovu." Huwa nafurahi sana, hata asinipe chai ama soda, lakini furaha yangu anasema nimeokoka na bado naendelea katika njia hii. Hiyo inanipa furaha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tuko pamoja? Yes. Sasa na wewe nani atakwambia ulinihubiria na unanyamazana? Hapo sokoni unanyamaza, huwezi kumwambia habari za Yesu. Pale rafiki yako umempata, unajua hajaokoka na umwambie habari za Yesu, nani atakwambia ulinihubiria? Sema kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na watu waseme ulinihubiria. Watu waseme ninasikiliza mahubiri yako. Watu waseme kama si wewe kunisaidia, nilikuwa nimeangamia katika uovu, nilikuwa nimepotea. Wacha watu waseme hivyo, maana jina la Yesu litakuwa linatukuzwa. Mungu atakuwa anainuliwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa? Kristo yuko pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Yeye yuko pamoja na wewe. Unapohubiri ni yeye anayekutia maneno ya kuhubiri. Ni yeye anayekwambia sema hivi. Na mtu anaokoka. Unamwombea neema ya wokovu, anasamehewa dhambi zake na anafanyika kiumbe kipya. Sasa katika kitabu hiki cha Matthew chapter 28 verse 18 to verse 20, Yesu Kristo anatucommission. It is a great commission. Kila muamini ya kwamba enendeni. Na alafu ametupa mamlaka. You have powers, you have authority. Mamlaka uko nayo ya kufanya chochote katika jina la Yesu, na inafanyika. Wacha tusome tena Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. John chapter 14. John chapter 14 verse 12. John chapter 14 verse 12. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 12. John chapter 12 verse 14. Chapter 14 verse 12. Yohana 14:12. Biblia inasema nini? Aliye na sauti kama yangu hii ainue juu. Biblia inasema mstari wa 12, Amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amen. Tupige makofi kwa Bwana Yesu. Amesoma vizuri. Nashukuru Kristo anaambia wanafunzi wake, maana ukianza hapo juu alikuwa akiwaambia maneno ya mwisho, yeye karibu anaenda. Watu wengi hupenda kusikiliza maneno ya mwisho ya watu wao. Anakuwa karibu, kama roho imebaki hivi kidogo inatundia mbali. Tip. Watu hupenda kusikiliza maneno ya mwisho atakayoyasema, na watu hupenda kujua alisema nini neno la mwisho. Haleluya. Amen. Nani amesikia yako neno la mwisho kwa jamii yenu, mtu aliyekuwa anataka kwenda akakwambia neno la mwisho? Amkuingi karibu na wao, unaona? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Amkuingi karibu na wao. Ukiwa karibu na wao utapenda umwambie, na unasema nini? Anaweza kukwambia neno la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Na wazazi nisikilizeni. Sisemi ukufe, wewe ishi.
Mungu atujalie kuishi. Haleluya. Mungu akujalie kuishi. Sasa ukiwa unaishi na unaendelea kuishi na miaka inaendelea, unakuwa mzee, zungumzanga neno la mwisho kwa watoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikiliza? Sema kabla mdomo inasema. Maana sasa ile utakuwa na nyamaza, watu wanataka kusikia neno la mwisho. Shamba tutagawana namna gani? Pesa iko kwa banki milioni ngapi? Sijui nini wewe umefunga mdomo. Semanga kabla mdomo inazungumza. Ambia watu yako, ambia watoto yako, ambia wao. Sema amen. Hapana zima mdomo na umenyamaza, umefunga macho uko na kufa. Hakuna kitu umesema. Hatujui lolote, hatujui mashamba ulinunua ngapi, plots ulichanga ziko ngapi, pesa kwa madeni iko ngapi, labda wadeni wako wanaopaswa kulipa ni wangapi. Zinaenda tu hivyo zinapotea. Mnanisikiliza? Kanisa mnanisikiliza? Kwani hautakuwa mzee? Na si una familia? Si una watu wa kweli? Zungumza, sema amen. Tuko pamoja. Ukisoma Biblia habari za mzee Yakobo. Yakobo ndiye alikuwa na wana wangapi? Alikuwa na watoto wangapi? Hilo ndilo taifa la Israeli la wana 12. Ukisoma Biblia inaanzia the heritage, yani familia ya Waibrania. Inaanza na mtu mmoja tu, Abraham. Alafu inakuja kwa Isaac. Inakuja kwa Yakobo. Na inakuwa taifa kubwa sana. Unaona? Ilitambaa hivyo. Sasa Yakobo alikuwa na wana 12. Ndio mataifa 12 ya Israeli. Sasa sisi tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo na kwa imani ya baba yetu Ibrahimu. Sisi wao pia ni wazao wa Ibrahimu, wana wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa? Sasa mzee Yakobo, huyu old man Yakobo, alipokuwa mzee, aliwaita watoto wake wote 12 na akaanza from the firstborn kumwambia baraka zake na laana zake kama alikuwa kasoro. Huyo mzee kusoma Biblia alibariki, wengine aliwalaani kwa sababu hawakuwa kamili, na alizungumza mpaka mwisho. Na hayo ndio mambo waliokuwa nayo ndani ya maisha yao. Sema amen. Wazazi tuambie watoto wetu mambo ambayo ukisha kutoka wataweza kuyaendelesha na kuyajua mahali yalipo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wa jamii yenu, ninyi ni watu gani? Waelezee. Siku hizi ni Uswahilini na Uingerezani. Sema amen. Nowadays siku hizi ni Uswahilini na Uingerezani. Ukikuja kwangu kwetu nyumbani tunazungumza Kiswahili tu. Kibukusu tunaongeza kidogo. Hata kwenu labda ni Uswahilini na Kiingereza. Zungumzeni pia lugha ya nyumbani. Sema amen. Zungumza hiyo Kijaluo vizuri. Zungumza Kiteso, Kiturukana, zungumza Kimaragoli. Zungumza Terere kidogo Kikuyu. Kikalenjin. Zungumza, sema amen. Sasa hiyo sikuwa na ubiri hiyo leo. Lakini sikiliza, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo anasema nini katika mlango wa 14 mstari wa 12? Ni maneno ya mwisho Kristo anaambia wanafunzi wake. Anawaambia wanafunzi wake maneno ya mwisho maana ako tayari kwenda kwa Baba. Anasema amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Sikiliza, shikia hapo. Yeye aniaminie yule anayeamini. Wewe umeamini Kristo ni Bwana na Mwokozi wa moyo wako. Sikiliza neno hili, sio kwa yule asiyeamini. Mtu mwenye hataokoka, hii maneno hayamuhusu. Inahusu wale wameamini, wewe na mimi ambaye umeokoka. Umemuita Kristo ni Bwana na Mwokozi wa moyo wako. Umeokoka. Hii ni maneno yetu sisi ambao tumeamini. Bwana Yesu asifiwe.
Na kila mmoja atakayeamini hata siku ya leo ampokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa moyo wake, hili neno linakuwa lake. Sasa hili ni neno langu, ni neno lako wewe ambaye umeamini. Haleluya. Sasa sikiliza, nikiwa ni neno lako, neno langu, nisikilize vizuri. Anasema nini? Amini nawaambieni. Anasema yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Wacha tufikia hapo. Unaona tunaenda na koma zenye ziko. Bwana Yesu asifiwe. Aaminie Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa moyo wake. Kristo anasema kazi yeye alizozifanya ama anazozifanya yeye atazifanya pia, muamini atazifanya. Wanaume kwa wanawake, vijana kwa watoto waaminio watazifanya hizo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa nini unajitunisha? Na Kristo anasema kazi alizozifanya, na wewe ni muamini, umemwamini Kristo, anasema na wewe pia utafanya kazi hizo. Haleluya. Amen. Tunaona mimi nahubiri, ninafanya kazi hiyo yenye Kristo alihubiri. Ukiwekea mtu mkono mgonjwa apone, unafanya kazi Kristo aliombea wagonjwa wapone na wanapona katika jina la Yesu. Haleluya. Tuko pamoja. Ninapozungumza juu ya mamlaka ya Mkristo, sitaki kuona wewe Mkristo ukijidhunisha na kulialia hapa mpaka ukawa mtumwa ya wasali, manabii wa uongo na walimu wa uongo. Unakimbia huko kila siku kunyenyekea na kuomba, wakisema leta pesa shilingi 3,000 unakimbia mbio na fungu la 10 hauletingi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakikwambia umerogwa, iko nini, tutakuja kunyoa, unakubali, kuja mumwe, kuja mtoe. Wakisema angukeni chini, mnaanguka ovyo na mjui kitu gani kinachowaangusha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe imagine mtu normal tu hivi umekuja kanisani mzima hivi tu, hauna magonjwa ya kukuangusha, lakini unasema anguka, kanisa lote naanguka. Inakuwa ni formula ya kanisa every Sunday watu kuanguka na wanasema miujiza inafanyika. Biblia inatuambia miujiza haitakosa kufanyika kwa manabii wa uongo, itafanyika. Lakini Kristo alitusema nini? Hao watu siku hiyo atakapokuja atawaambia ondokeni kwangu hata kama mlifanya miujiza, maana siwajui ninyi. Kwa nini? Matendo yao na njia zao na mitindo waliotumia haikukuwa sawa na maandiko. Ndio maana nikafundisha nikasema, angalia maandiko kama watu wale wa Beroya. Waliangalia maandiko, wakayaelewa, wakayaamini na wakaishi kwa hayo maandiko. Mkristo kiishi kwa maandiko, hautapeperushwa na mitindo inayokuja ya watu waongo wanaopeperusha watu hapa na pale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia tusiamini kila roho, bali roho hizi tuzipime kwa neno la Mungu kama zinatokana na Mungu ama hapana. Kama hapana, tunazikataa. Hautakufa, hautaangamia, maana ni roho inayompinga Kristo. Sema amen. Sasa ninazungumza hivi nikikutia nguvu kabisa, ujue ya kwamba una mamlaka, you have the authority. Mkristo ambaye ameamini, Kristo anasema yeye aniaminie mimi, kazi hizi ninazozifanya atafanya, na akasema hata kubwa kuliko hizo alizozifanya wewe utafanya. Aliyefanya nini? Amini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaokopa nini? Unajidunisha nini? Unaonekana kama hauwezi chochote, unaonekana kama hata huwezi kutamka chochote kumuhusu Kristo. Inaonekana kama hata huwezi kumwombea mtu ukamwombea apone. Kristo amesema kazi nilizozifanya utafanya wewe, maana wewe ni muamini. Muamini. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata mgonjwa mwekee mkono, muombee katika jina la Yesu na anapona. Katika jina la Yesu anapona, maana amesema niko pamoja na wewe. Na anasema mkono huo ndio mkono wake. Mdomo hiyo ndio mdomo yake. Kutamka kwako ndio kutamka kwake. Tamka, omba katika jina la Yesu, mambo yanafanyika. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Nilikuwa nikisoma kitabu kingine cha Sunday School cha watoto wa Sunday School hawa. Watoto hawa ni wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtoto mmoja walifundishwa juu ya uinjilisti. Walikuwa wanaenda mitaani, watoto wa Sunday School wanaenda mitaani wakisimamisha mtu anayepita tu anasema tafadhali simama kidogo. Na unajua mtoto akikwambia simama, unawaza mara mbili, labda amepotea ama ana shida
ama anadhulumiwa mahali, unaona utakuwa kini kumsikiliza, huwezi pita tu bure. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa natoka Kitale nikija huku makutano kwa pikipiki yangu, nimeweka gear 5, naenda vizuri sana. Pikipiki na guruma mzuri, wewe naisikia vile ina guruma vizuri. Nimeenda vizuri na enjoy, nasikia niko naenda sawa sawa. Nikaona kama mtoto kama msichana kanasimamisha hivi. Na mawazo yangu kaniambia, "Aka kama mtoto kanasimamisha hivi kwa sababu gani?" Nilipunguza gia na kupunguza speed na kusimama. Nikaongoja akafika. Nakakuuliza, "Shida ni nini?" Anasema, "Nisaidie tu nifike makutano." "Na unaenda nini makutano?" "Huko ndio kwetu." Unatoka wapi?" "Natoka kwa shangazi yangu, acha nitreat vizuri." "Unajua kwenu kabisa makutano?" "Ndio najua." Nikamkalisha kwa pikipiki. Nikamleta, nikampeleka kwao, ilikuwa hapa sehemu za Madara. Mpaka kwao, na walishangaa kuona mimi nakuja na mtoto aliyeenda kwa shangazi yake. Na wakataka kujua nini kilifanyika. Alieleza na walinishukuru sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Unanisikiliza? Hao watoto wa Sunday school, walimu wa Sunday school. Hao watoto walifundishwa kwenda kufanya uinjilisti. Walikuwa wanasimamisha watu njiani. Mtoto anasimamisha, mtu anasimama na anamuuliza, "Je, wewe umeokoka ama hujaokoka?" Mtu anasema sijaokoka. Mtoto anamhudumia, anamwambia juu ya wokovu. Walifundishwa pia kuombea mtu wakati amekubali Yesu Kristo. Na hiyo ni mzuri sana. Kitabu hicho kinaniambia walifanya uinjilisti ambao walileta watu wengi kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa? Amen. Kazi ambayo Mungu hufurahia na Mungu akuite mwana wangu ni kuleta watu kwa Kristo Yesu. Tuhubiri wapendwa, tufikie watu wakubwa kwa wadogo, ambia watu waokoke na wakuje kwa Kristo. Mlete mtu kwa Kristo, hata kama hatakuja kwa dini hii, lakini amekuja kwa ufalme wa Mungu Baba. Hiyo ndio furaha yetu. Sema amen. Amen. Unasikiliza kanisa? Umechoka na hii mafundisho? Umechoka ni kuachilia ndio nyumbani? Sikuachilii mpaka usikie hii maneno. Biblia inasema nini? Imesema, "Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba." Unaona? Anasema mimi naenda kwa Baba, lakini yule anayeniamini atafanya kazi hizo ninazozifanya na kubwa zaidi, kubwa kuliko hizo alizozifanya. Wewe utafanya. Sema amen. Amen. Sasa Wakristo wapendwa, kwa nini ujivunishe? Wewe ni muamini, fanya kazi ya Mungu. Hata kuna kubwa zaidi utafanya kuliko Kristo alivyofanya. Maana Kristo duniani alihubiri tu kwa miaka 3.5 na akaondoka. Na sisi tungaliko duniani tuhubiri mpaka Kristo atakapokuja. Sema amen. Amen. Kazi Kristo aliyoifanya, aliombea watu, alihubiri habari za wokovu, kuhubiri wapendwa. Kazi hiyo tumepewa. Haleluya. Nikimalizia katika kitabu cha Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Tusome mpaka verse 5. Biblia inasema, "Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome." Yes. 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Yes. Asante, tupige makofi kwa Yesu. Paulo anaandika barua hili kwa kanisa la Corinthians. Barua ya pili kwa kanisa la Corinth. Mlango wa 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Paulo anasema hivi, "Maana ingawa tunaenenda katika mwili." Fikia hapo one. Paulo anasema hivi kwa kanisa la Corinth na sisi leo, siku ya leo, ingawa ama jinsi tulivyo ni watu wa damu na nyama. Wewe ni mwanadamu,
Alikuwa anamaanisha hivyo. Yeye Paulo na sisi kanisa ni wanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio malaika. Nisikilize kanisa, wewe ni mwanadamu. Wewe sio malaika. Wazazi wengi, mtoto akizaliwa anasema malaika. Kamezaliwa malaika, malaika iko kwangu. Sio malaika, huyo ni mtoto. Sema amen. Unanisikiliza kanisa? Bwana ita mtoto amezaliwa tu malaika. No. Malaika wazaliwi. Unanisikiliza? Malaika wazaliwi, mwite mtoto mchanga. She's a baby or he's a baby. Si ndio? Bwana ita malaika. Malaika ya Mungu. Nani alikuambia hiyo? Sasa Biblia inasema ni sisi, Paulo anasema we are a human being, yani watu wa binadamu. Sasa ingawa sisi ni watu wa binadamu wa kawaida, jinsi tulivyo hivi, wewe mrefu, wewe mfupi, wewe mwanaume, wewe mwanamke, mwanadamu wewe, jinsi tu tulivyo hivi, ililo tofauti tu Paulo anaeleza ya kwamba sisi ambao tumeokoka, lililo tofauti na wanadamu wote ni kwamba ndani yetu kuna uwezo wa kiungu. Sikiliza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Inside us, ndani yetu kuna uwezo wa nini? Sio wa kirais, sio wa komanda wa jeshi ya Kenya. No. Ndani yetu kuna uwezo wa kiungu. Hiyo ndio tofauti ya wanadamu vile tulivyo duniani. Muamini yoyote yule, every believer, mkubwa kwa mdogo, mahali ulipo, tofauti ni kwamba usawa ni kwamba sisi wote ni wanadamu. Tofauti ni kwamba ndani yetu kuna uwezo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kitu nataka tufurahie sana. Hii ndio kitu nataka ujue kabisa wewe muamini. Usije ukajidharau na kuona haufai hapa duniani. Wewe ni mtu speciali na mtu mkubwa sana, uliye na mamlaka makubwa sana yanayoshinda mamlaka ya rais na mtu yoyote yule. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikiliza kanisa? Ndani yetu kuna uwezo wa kiungu. Maandiko yamesema hivyo. Wacha nirudie hapo. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hapa anaonyesha hivyo kwanza. Wacha nishuhudia hapo kwanza. Anaonyesha kwamba sisi ambao tumeokoka tuko katika hali hii ya kibinadamu ya mwili huu, lakini vita vyetu tunavyovipiga sio kama watu wasiookoka wanavyovipiga. Sisi sio vita vya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua vita vya mwilini? Vita vya mwilini ukisoma katika kitabu cha Waefeso 6 inazungumza juu ya silaha za kiroho. Kuna nguvu na kuna mamlaka. Sasa Mkristo atupigane vita vya mwili. Mwili ni ile kulinganga wenzako mangumi, mnaanza kupigana. Wanafunzi mnapigana kwa shule na shule imekatasha kupigana. Hiyo ni vita vya mwili. Hautakani kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mmechokozana hapa na pale mnapigana. Hizo ni vita vya mwili. Magomvi ni vita vya mwili. Matukanano ni vita vya mwili. Mtu anakutukana swara, wewe unatafuta ile msito sana ili aibike. Unasema na wewe naye ni fisi. Unaona? Yaani mnajibishana hivi na hivi ili ashindwe kwa maneno na kwa aibu. Hiyo ni vita vya mwili. Unanisikiliza? Akisema wewe mbwa, wewe anasema wewe ni chura. Unaona? Hiyo ni vita vya mwili. Hatupigani vita hivyo. Mkristo hatumo huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are not there. Wewe sio huko. Mwanafunzi kupigana shuleni, wewe hauko huko. Uko na ndugu na dada kule shuleni. Kaa vizuri na ndugu yako na dada yako. Sio kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Inasema sisi hatupigani vita vya mwili, si ndio? Acha niangalie hiyo maandiko tena. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Alafu mstari wa 4 inasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Silaha tulizo nazo sio zile tanks na nini nyingine, silaha za dunia hii. Bunduki. Amjui silaha zenye zinatumikanga dunia hii za kijeshi.
Hamjajua ile sherehe za nchi hii ya Kenya zilizohalalishwa za kitaifa. Wakati sherehe hizo za kitaifa zinafanywa, huwa tunaona tamasha. Ni tamasha, bwana mtangazaji? Ya, tunaziona tamasha za sherehe. Jeshi letu linaweza pita mbele ya rais na tamasha yake, na wamebeba silaha zetu. Sisi tunajivunia. Ukiona wamebeba unafurahi, unasema hakuna adui atapata sisi, maana ile wamebeba hiyo adui hawezi kufikia. Ndege za kijeshi zinaenda juu zikipinduka, zikienda zikiroll na zianguki. Ukiwa hapo ukiziona unasema niko safe, hakuna adui atakuja. Ndege yetu hii inaweza kuroll ikapiga adui. Inatufanyanga tunajivunia. Ukikaa kwa hiyo mkutano unasema na kweli we are safe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni silaha za dunia. Unanisikiliza? Na sisi Wakristo silaha zetu sio hizo. Biblia inatuambia silaha zetu ni za kiungu na zina uwezo wa kiungu. Unanisikiliza? Vile tulivyo na silaha zetu za nchi ya Kenya za kutulinda, sasa Mkristo una silaha za kiungu zilizo na uwezo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Shika hiyo vizuri sana na usijidunishe. Usione wewe ni mtu bure. Wewe ni mtu speciali, una uwezo mkubwa sana. Silaha ulizo nazo ndani yako ni za kiungu na zina uwezo wa kiungu. Zinaweza kwenda kwa continent nyingine, kwa nchi nyingine pasipo kutumia kitu kinachotembea. Lakini kwa mdomo yako na kwa mamlaka ulio nayo unaamurisha mambo yanafanyika, maana silaha ulio nayo ina uwezo wa kiungu. Sema amen. Amen. Unaweza tamka hapa maneno katika jina la Yesu na yakafanyika kule Amerika pasipo kutuma rocket ikaenda Amerika ikalipua mambo. Wewe unayalipua, maana yana uwezo ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaomba, ndio maana tuna imani, ndio maana kila jambo tunalifanya kwa imani, maana kwa uwezo tulio nao na silaha tulio nayo ya kiungu ya uwezo inabadilisha mambo katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu tulio nao. Sasa ni nani huyu? Ni Mkristo ambaye ameamini. Sema amen. Tuko pamoja? Unaona vile ulivyo na silaha za uwezo za kiungu zinaweza kufanya mambo makubwa sana. Usijidunishe Mkristo. Tamka, nena, ombea mtu, zungumza kwa imani, mambo yanafanyika, maana silaha ulio nayo, uwezo ulio nao ni wa kiungu, unaweza kubadilisha mambo. Haleluya. Kwa maombezi huwa tunajifunza hivi, sheria ya waombezi na muombezi huwa ni hivi katika sheria ya uombezi na muombezi, mtu anayeomba na muombezi ni hivi ya kwamba wewe ukitaka kufanya maeneo yako ya utawala, ni juu yako wewe muombezi. Ufanye maeneo yako kwamba tauni hii iwe ndio tauni yangu ya utawala wangu. Sasa unaiweka tauni hii kwa mamlaka yako, chini ya miguu yako kwa maombi. Kila kitu kinachoenda wrong katika tauni hii unakikatasha katika jina la Yesu, unakuwa mtawala wa tauni hii na hakuna mtu anakuona. Hakuna siku ulichakuliwa, hakuna siku ulifanya kampeni, lakini umetawala tauni hii. Kama na anafurahi tu, anasema siku hizi sioni watu wakilewa sana. Kumbe wewe ndio unatawalaga ulevi na kwamba. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi sioni wakora hapa Kishauneti hapa kwa Mtoni. Kumbe wewe ndio unakatashanga ukora, wewe ndio mtawala, unaamuru ukora unakwenda katika jina la Yesu. Sema amen. Sasa muombezi unaweza kuchagua, nitawale tauni hii ama nitawale Kenya ama nitawale North Rift yote ikuwe chini ya miguu yangu. Ni uwezo unao na mamlaka ya kiungu, unaweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikiliza kanisa? Siku moja nilikuwa nafundisha hapo waombezi hapa, wakati ule tulikuwa na waombezi hapa. Nikawafundisha nikawaambia waombezi lazima tufanye utafiti, uangalie tauni yako na kila kijiji nini kinafanyika kisichokuwa cha kiungu. Ndio maana Paulo ametuambia hapo, tumesoma ya kwamba sisi
kile kinachoinuka kinyume cha elimu ya Mungu tunaangusha. Kila fikiro inayokuja iliyo kinyume cha mapenzi ya Mungu tunaikataa, tunaiondoa. Nikafundisha waombezi, nikawaambia angalia town everywhere, kila mahali mkipata vibandiko wameandika disco, inaitwa night club, sijui nini, imeandikwa, imepandikwa, kemea, kuja tuambie tukatashe hiyo. Watu tunaona wanafunga milango, wanasema hatukuji leo hii, tutakuja siku nyingine. Nani alifanya hiyo? Ni wewe mtawala, muombezi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Siku moja mganga mwingine, mchawi mganga, akapanda juu ya hizi post na kuweka hapo mganga hatari kutoka Makueni. Namba ya simu ndio hii. Ameweka hata karibu kwa mlango yetu ya church. Ameweka mganga hatari kwa mlango, karibu na mlango ya church. Mganga hatari kutoka Makueni. Namba ya simu ndio hii. Matatizo yako, kama hujaoa, kama hujaoleka, mtu alikuibia, mtu alikunyang'anya, matatizo hii yote mimi nitatatua. Ameweka hapo. Nikaambiwa waombezi, hiyo tunaikataa katika jina la Yesu. Tunaisoma na kuipinga. Tunaangusha mamlaka hayo. Tunaondoa nguvu hizo za giza za uganga na uchawi katika jina la Yesu. Na tulikuwa tunazinyamazisha, basi zilikuwa zinafungwa. Kuna mtu mmoja hapa na anamjua, alibeba mikono akasema kazi ya basi usiendelee nayo, akafunga biashara hiyo. Nani alifanya hiyo? Msiende kumwambia, ni sisi. Tuna silaha za kiungu na uwezo wa kiungu ndani yetu unaoweza kuangusha na kunyamazisha mambo yanayoenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza maandiko haya, Paulo anasema, wacha niyasome. Anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kufanya nini? Kuangusha. Kumbe amwangalie Biblia hiyo. Silaha zetu tulizo nazo ni za uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Ngome. Ngome zinaangushwa. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka ulionayo Mkristo wewe na uwezo ulionao Mkristo wewe ndani yako ina uwezo wa kuangusha ngome. Ni zile ukuta. Kiingereza inaitwaje? Wall ni kidogo. Neno natafuta. Ngome ni ile ukuta ambao huwezi kutingiza hivi ikatingizika. Huwezi kukuja na nyundo siku moja ukapiga atitanguka. Ni kama ile iliyokuwa Jericho. Jericho, the wall of Jericho. Na kuambia the wall of Jericho. Ndio maana walisukuka safari 7, siku 7 na siku ya 7. Siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Zikawa sijui 21. Ndio ikaanguka. Huwezi kupiga tu siku moja, haiwezi kuonyesha kiraka. Mpaka uzungukie hapo ndio kiraka itaanza kuonekana. Kuna ngome wapendwa ambazo zimeshika mji. Zimeshika jamii. Zimeshika familia. Na hizo lazima tuzizungukie na nyundo ya maombi. Na tugonge mpaka kiraka ianze kuonekana na ianguke, maana tuna silaha za kuangusha hizo ngome. Mambo ambayo yameshindikana, mambo ambayo watu wanasema ni magumu, mambo ambayo wanasema hii haiwezekani, hizo ndio ngome. Lakini sisi wa Kristo tuna uwezo wa kiungu ya kuangusha hizo ngome. Tuizungukie kwa maombi na kwa kuomba, utaona mambo yanalainika, yanakuwa mazuri. Ni kwa sababu tu umenyamaza, hujachua hii mamlaka. Yatumie uone mambo yakabadilika. Familia yenu inaitwa familia ya aibu. Zungukia hiyo ngome, uangusha, ondoa aibu hizo. Utaona imeondoka, umepasua na kuna ushindi mkubwa. Sema amen. Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Wacha kukimbia kwa manabii wa uongo. Atiwakusaidia, watakusaidia, wanakuongezea matatizo. Nilifundisha hapa nikasema kwanza wanapanda roho yao ndani yako ili ukuwe mfuasi wao. Unyenyekee kila siku kuja kwa wao. Toka huko una mamlaka na uwezo wa kuweza kuangusha hizo ngome zinazosumbua jamii yako.
zinazosumbua watoto wako, zinazosumbua kazi zako, una uwezo katika jina la Yesu Kristo. Linabomoka. Ngome ni ile mambo mazito magumu ambayo hayawezekani, wewe Mkristo unayaweza, maana silaha ulio nayo ya kiungu ambayo inaweza kuharibu yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Inasema nini tena tukimalizia? Leo ni kitabu cha mwisho tunamalizia. Mstari wa 5. Inasema tukiangusha mawazo na kila kitu kiinukacho juu ya elimu ya Mungu. Nashukuru maandiko haya. Ati tunaangusha, maana tuna silaha na tuna uwezo kuangusha kila nini? Elimu na kila kitu kinachoinuka juu ya elimu ya Mungu. Kila kitu kilichoinuka na kiinukacho. Unaona? Kila habari yoyote ambayo tunaisikia inayoenda kinyume cha neno la Mungu, tuna uwezo wa kuipinga. Nakwambia hivi Mkristo, msikilize. Uwezo huo ambao tunaambiwa na Paulo na ndio yetu, hawezi kubeba matawi ukakimbia barabarani ukasema haki yetu, haki yetu, haki yetu. Utapigwa tia kasi kama ujali yako machozi, utaenda kuingia huko. Toka huko Mkristo, una uwezo na mamlaka, ingia kwa magoti, pinga hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Utaona yanayeyuka, yanabadilika. Unanisikiliza? Kwa nini tupoteshe mguu yako mzuri tu umepigwa risasi mguu umeenda kukatwa? Na wewe Mkristo na unajua mamlaka yako ya kufanyia mahali kwa kazi yako, umeenda haki yetu, haki yetu, haki. Wafanya kazi endeni tu, lakini sikiliza, wewe ni Mkristo, sema amen. Madaktari azeni kukoma tu, ni koma tu. Watangazaji Bwana Marika usikome. Wanaweza asifiwe. Ina edu wako pale. Sikiliza. Elimu ambayo inaenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Na siku moja katika kanisa kule nyumbani Kimondo, kuna watu hawa manabii wa uongo na dini za uongo walikuja kwa area wakaanza kuanzisha dini, na tukajua dini hiyo sio ya kiungu, maana inakuja kupotosha watu, haifundishi mafundisho ya Kikristo. Na tukaambia waombezi na tuingie kwa maombi tuangushe hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaingia kwa maombi. Mwezi mmoja tu hiyo dini ikasambaratika, ikahama kwa maeneo yetu. Na tukashukuru, tukamtukuza Mungu, tukainua mikono mbele za Mungu. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Hatukusimama kupingana na wao, lakini tulitumia uwezo tulio nao na kukataa hiyo elimu, na ikakoma katika jina la Yesu. Watu wanaenda Illuminati, watu wanaenda devil worship, wanaenda huko. Watu wanaenda kwa dini ambazo hazifundishi neno la Mungu, ila wanafuata miujiza inayofanyika. Hawaelewi, hawajui. Mtu wa Mungu, elewa, ujue, pinga kila kitu ambacho kinaenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna uwezo wa kuangusha hiyo na kukatasha hiyo katika jina la Yesu. Biblia inasema nini mstari wa mwisho huo wa 5? Kinachoinuka juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii nani? Neno hili hapo mwisho, kuteka nyara. Unajua kuteka nyara? Kuteka nyara ni mtu sasa hana mamlaka yake. Ukitekwa nyara hauna mamlaka ya, uko chini ya mamlaka ya mtu mwingine. Akikwambia kaa chini unakaa, maana umetekwa nyara, hauna uwezo. Sasa Biblia inatuambia sisi ndani yetu tuna silaha za kiungu zinazoteka nyara watu fulani wanaoishi katika ulimwengu wa giza na vituko vyao. Tunawateka nyara, wanakuwa chini ya mamlaka yetu na hawana uwezo tena. Mtawaona wakionekana lakini hawana uwezo wa kufanya chochote, maana mmewateka nyara, wako chini ya miguu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako yanateka nyara mambo mengi sana ulimwengu wa sasa. Kama kuna mchawi anayechawi watu usiku ama mchana ama mroji katika maeneo unayoishi, katika estate unayoishi, teka nyara nguvu hizo, uziweke chini ya mamlaka yako na uzikomeshe.
atakoma, hawezi kuoga, hawezi kusumbua watu, kupigia milango ya watu. Mchawi, mganga katika area, komesha hiyo katika jina la Yesu. Tulikomesha mmoja huko kwetu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambie hiyo ama nisiwaambie? Mmechoka, siwezi kuambia, maana mmechoka. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambie ama nisiwaambie? Niwaambie. Good, asante. Kama unataka nikwambie, wake up. Haya, nisikilize, angalia huku. Haleluya. Wake up. Na nimefika wakati sasa nataka kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja alijiita mganga huko sehemu za nyumbani kwetu. Mganga, na alikuwa anatisha watu na vituko vyake. Mtu akikuibia kwa duka, unamleta yeye, anafanya uchawi, uroji, yule mtu anapatikana ama anakufa. Na wewe mwenye duka utaona it is okay, si amenifanyia mambo nikapata vitu vyangu, ama mtu yule akaadhirika. Lakini ukisoma Biblia, hiyo ni kiungu ama ni nini? Ni kazi ya Mungu, ni ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa analisha watu nyasi. Mmesikia hiyo mtu? Dunia hii, Kenya hii. Ukiibiwa kitu unaenda kuleta yeye, wale walioiba wanakuja kufika hapo karibu na mahali hapo, wanaenda miguu chini, wanaanza kula nyasi. Kwanza wapelekee nyasi ile imenona kama hii yetu. Wakule. Hiyo mtu alikuwa anafanya hivyo. Na watu wanashangilia, hata Wakristo pia wanasema ndio nzuri. Ukisoma Biblia, hiyo ni kiungu. Kanisa na wauliza, hiyo ni kiungu? Sio, ni uchawi. Na uchawi unafanywa kazi na nani? Nani ndio mkuu wa wachawi? Si ni Shetani. Sasa Mkristo ukisema ndio, sasa uko nainua Shetani tu na kumfanya yeye ndio Mungu yenu. Sasa amefanya miujiza. Tunaangalia maandiko, maana watafanya miujiza, lakini kama waendi sawa sana maandiko, tunakataa katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Support vitu tu bure. Tunakataa katika jina la Yesu. Huyo mtu akajivuna sehemu za kwetu, akaleta uchawi kwa senda yetu. Kuna duka moja iliibiwa, akaleta uchawi. Alikuwa anatoka kijiji kingine, tunamjua. Na tukaambia waombezi, mchawi amekuja katika senda yetu, na lazima tukatashe uchawi huu, maana kana promote uchawi na uganga na Shetani kuinuliwa katika area yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hatutakubaliana nayo, tutaipinga katika jina la Yesu. Mungu lazima ainuliwe, sio uchawi uinuliwe na usifiwe. Na tukaingia kwa maombi, tukapinga uchawi, na tulizungumza maneno mawili tu mbele za Mungu. Tukaambia Mungu, huyu mchawi leo hii tunaomba akufa, asikuwepo duniani, ama aokoke. Hiyo ni mambo mawili Mungu tunakwambia, lakini tunakataa uchawi katika jina la Yesu. Aidha adet ama aokoke. Mambo mawili, Mungu chagua, maana hii ni mchawi tumemkataa. Tunataka akufe toke dunia hii, ama aokoke aache uchawi. Na tukaomba